Young Africans, kwa namna ambavyo unaitazama Young Africans kuelekea kwenye michuano hapo mwakani Januari, katika michuano ya CAF pamoja na ligi kuu ya NBC na mashindano mengine ambayo yataikabili Young Africans, maeneo gani waboreshe katika dirisha dogo? Mimi siko katika idara ya ufundi wa Yanga, lakini wenyewe wanajua kumaanisha. Mimi niko katika eneo ya kushabikia. Nikiangalia kikosi cha Yanga ni kikosi ambacho kizuri, ni kikosi bora, lakini pengine kitu ambacho sisi mashabiki tunachokihitaji ni kuona ule mpira ambao tumeuzoea, wagusa achia twende kwao au kampa tena. Lakini kwa nini tunakosa basi ile burudani ya hiyo labda kampa tena na gusa achia twende kwao? Ni kwa sababu ya hii ingia toka ya makocha. Umeelewa? Ingia toka ya makocha inasababisha tukose ile rhythm ya timu. Na hii pia uwezo ukailaumu uongozi, kwa sababu viongozi wanapoenda kufanya scouting ya kocha wakiwa wanaamini kwenye CV na experience ambayo anayo kocha kutoka sehemu husika, lakini akija hapa anashindwa kudeliver kile ambacho viongozi wame-expect kutoka kwake. Ndio maana unakuta sasa wanaamini kwamba huyu kocha akija atabadilisha jambo fulani, lakini wanampa muda fulani, wakimwangalia na hapana, sio kweli, anaweza akatudimiza. Kwa hiyo wanamuondoa, wanamweka kocha mwingine. Kwa hiyo naona kwa huyu kocha wa sasa hivi Pedro anaweza akipewa muda mzuri, kwa sababu ukiangalia namna amefika kwa kipindi kifupi alichokuwa nacho, amejaribu kubadilisha baadhi ya vitu. Muona Yanga anacheza kwa kasi, wanapasiana, wanafanyaje, mashambulizi yanaonekana, build up, kila kitu kinaonekana. Kwa hiyo naamini akipewa muda huyu kocha anaweza akafanya vizuri. Sidhani kama kuna mabadiliko mengi sana ya Yanga ambayo yanatakiwa kufanyika, kwa sababu katika mpira kuna kitu kimoja kinaitwa betting. Hasa unapofanya usajili, unaweza mchezaji akawa mzuri kutoka eneo moja ukamleta kwako akawa hakuonyesha vizuri. Mfano mzuri Yanga kipindi ambacho wamekuja Fiston Mayele na Elliot Ebeneza Makambo, walikuja pamoja, lakini yule wa kwanza alikuwa anaonekana Makambo alikuwa anaonekana striker mzuri sana, lakini alikaa kwa muda mchache, alipopewa nafasi tu Mayele ndio sasa hivi hata tuko naye yuko anacheza Pyramids. Umeelewa? Kwa hiyo kuna wakati unaweza kwenda kwenye timu na uzuri wako, lakini ukashindwa kuperform. Kwa hiyo swala la kusajili tu kwa sababu watu wanapiga kelele, wakati mwingine sio jambo la maana, kwa sababu nikiangalia kwenye safu ya ushambuliaji pale kuna Jonathan, kuna nani Boyeli, Prince Dube na Mzizi ambaye sasa hivi ana majeraha. Ukuinga kuna wengi wakina Chikola, kina Pako Mezuzwa, Max Zengeli, wakina Faridi Musa, yani tuna wachezaji wengi. Umeelewa? Ukiangalia midfield pale wakina Duke Abuya, wakina Mudathiri Yaya, basi tuna watu wengi, wakina Azizi. Ukija ku backline mpaka sasa kuna huyu mpya ameingia nani, Asinki anacheza vizuri. Kwa hiyo kikosi kiko sawa, lakini maboresho ya kikosi kwenye timu yoyote duniani yanahitajika, ila sidhani kama kuna kukifumua kikosi kuingiza wachezaji wengine wapya wengi. Labda kama unafanya usajili wa wachezaji 3 4 sio mbaya kwa ajili ya kuwapa motivation ya wachezaji ambao wapo. Lakini tukiangalia kwa timu nyingine kama Ahali huko ina tetesi nyingi ambazo zinahusu usajili wake, na mko kwenye group stage moja, lakini pia kuna Farabat pamoja na JS Kabiri nao pia wanaenda kujiimarisha katika hilo dirisha dogo ili kukutana pale January, mambo yawe ni mazuri kwa upande wao na wajihakikishie tiketi ya kuvuka kwenda robo finali. Hivyo hata Young Africans inawapasa pia na wenyewe kuweka maboresho kwenye maeneo machache. Kwanza tuzungumzie wachezaji wachache. Dumbia ameshawapa mlichokuwa mnakihitaji? Matarajio ya wanayanga wengi bado haja deliver kile ambacho pengine tulikuwa tumekisikia na tumekiona wakati akicheza timu tofauti na Yanga, lakini mwisho wa siku Yanga inacheza kitimu. Sisi kama mashabiki, nasema upande wetu sisi ni kuangalia timu inashinda akiwepo Dumbia ndani, lakini bado pengine inaweza ikawa game fever au pengine ukiangalia labda alipotoka na alipofika huku, namna ya atmosphere ya pengine hata mashabiki unaweza kuta wakati labda anacheza huko namna ambavyo walivyokuwa wanazungumzwa tofauti na huku, kwa sababu sisi ujue tulivyo mpira wetu ni kama Uingereza. Mchezaji anaweza akawa na kiwango cha kawaida tukampamba kiasi kwamba mpaka tukamuondolea katika ile umakini wake. Kwa hiyo Dumbia bado ile kile ambacho tulikuwa nakiona kwenye timu aliyokuwa ametokea kabla ya kuja hapa hajadeliver sana, lakini ni mchezaji mzuri, akipata muda ataonyesha, kwa sababu ukimwangalia unaona ni mchezaji ambaye ana talent kubwa, ana jicho la kupiga pasi, ana nini, ana kila kitu, lakini nadhani tumpe muda ili aweze kudeliver kile ambacho sisi tunategemea kutoka kwake, lakini Dumbia ni mchezaji mzuri sana na ana uwezo. Na kwa Celestine Ekua ameshawapa ambacho mlikuwa mnahitaji mpaka hivi sasa, ama bado naye pia anahitaji muda zaidi? Bado naye anahitaji muda, kwa sababu ukiangalia namna anavyocheza Ekua
nadhani kuna wakati anaangalia vyombo vya habari, anasoma magazeti, anaingia kwenye social media. Kwa hiyo kuna kitu anataka kufanya vitu viwili au vitatu kwa wakati mmoja. Acheze mpira, isaidie timu na aonyeshe kwenye jukwaa kwamba ana nini. Hiyo ni swala la benchi la ufundi kumtuliza tu, ni psychology yani matatizo ya psychology tu, kwamba atulie, acheze mpira kwa faida ya timu. Ni mchezaji mzuri, kiangalia anaweza kukimbia na mpira, anaweza kupiga chenga, anaweza kutoa cross, ni mchezaji mzuri, lakini utulivu kidogo unakosekana kwake yeye, kutokana labda pengine na timu aloingia ni timu kubwa na yale matarajio ambayo sisi wana Yanga tuliokuwa nayo kwa kumuona mchezaji mpya ameingia, tunataka aonyeshe kwa haraka. Kwa sasa na yeye anataka sasa mimi nishasajiliwa kwenye nafasi ya winga, labda kuna mawinga wengine ambao wakina Shikola, wakina Edmund John wanakosa nafasi. Kwa mimi ninapokuwa pale nataka nionyeshe kwa haraka, unajikuta anafanya vitu vingi, mwisho siku anakuwa overreact na anaonekana kama pengine hayuko sawa, lakini Celestine Yekua ni mchezaji mzuri sana. Tukimpa muda na mwenyewe akatulia na benchi la ufundi likamtuliza kisaikolojia, baadaye atakuja kutuonyesha kwamba ni usajili ambao ulitakiwa pale Yanga. Twende kwa Lasine Kouma. Lasine Kouma anakosa namba kwa sababu timu hii alikuta wakati inafanya usajili. Kwa hiyo kocha kama kocha, kuna watu wanaoamini, kwa sababu ukiangalia katika namba anacheza namba 8 mpaka namba 10. Umeelewa? Hapa namba 6 ukiangalia kabisa kwa sisi Yanga, Duke Abuya ile namba ni kama tayari ashaiwezea vizuri. Alimtoa pale Azizi, tulikuwa tunamwamini kwenye namba 6, lakini sasa hivi unaona Abuya amechukua ile namba 6. Kwa hiyo kwenye namba 8 bado unaangalia Max Zengeli anaweza kucheza namba 8, au wakati mwingine huyu Mudathiri haya anaweza kucheza namba 8. Namba 8 hiyo bado kuna huyu Mohamed Dumbi anaweza kucheza hilo. Kwa hiyo kuna ushindani fulani wa namba. Yeye kwa sababu ukiangalia usajili ambao umefanyika wa Yanga, hata ukimsikiliza rais wa timu kwa maana ya Engineer Hersi alisema waliokuwepo wanaokuja ni kuja kuwapa challenge ya waliokuwepo, sio kwamba anakuja kufumua kikosi kwa ajili ya kuingiza wachezaji wapya. Kwa hiyo mchezaji yoyote ambaye amefanywa maboresho anatakiwa sasa aonyeshe ili aweze kupata nafasi. Ndio maana hata wakati games zinaanza hivi, Mohamed Hussein tumemsajili kutoka Simba, alivyokuja pale alikuwa anamkuta Shadrack Kiboka. Umeelewa? Alikuwa apate nafasi, lakini amefanya jitihada. Sasa hivi unamwona Mohamed Hussein anaanza, Shadrack Kiboka anakuja baadaye. Kwa hiyo hata huyo Kouma naye anatakiwa afanye jitihada ili aweze kuingia kwenye kikosi, sababu mpira siku kulipa fadhila. Mpira unaangalia namna ambavyo mchezaji anaonyesha mazoezini ndio anapata nafasi kwenye mechi. Musa Bala Conte ndio kesi yake inafanana na huyo tu kumtaja kwamba Kouma, ni kwa sababu katika nafasi yake naye Musa Bala Conte ndio eneo ambalo anacheza Duke Abuya namba 6. Umeelewa? Sasa Duke Abuya ashaaminiwa kulingana na kazi anayoifanya, kwa sababu Duke Abuya unapata vitu vingi sana. Anaweza kuzuia, anaweza kufanya mashambulizi, na unamwona kila eneo la uwanja yupo. Kwa hiyo ili Musa Bala Conte aweze kupata nafasi ni kwamba aonyeshe kama ambavyo Duke Abuya anaonyesha. Nimekwambiaje, huwezi kupata nafasi kwenye timu kwa kupewa fadhila, yani kwamba sababu mchezaji tumemsajili kutoka nje basi aje hapa lazima acheze. Mpira huu haupo, kwa sababu mpira ni namna ambavyo unaoe. So huyo mpira hauna siri. Umeelewa? Musa Bala Conte ni mchezaji Bala Conte ni mchezaji mzuri, lakini amekuta kuna mchezaji pale tayari kashawaka. Umeelewa? Ambaye ana nafasi. Kwa hiyo cha kuombea tu pengine labda Duke Abuya apate majeraha, kitu ambacho sisi kwa wana Yanga hatuwezi kukiombea hiko, lakini kwa wachezaji wanaweza kuombea na balaa, au siku mwalimu aseme kwamba leo si mwanzishi Abuya, basi Bala Conte anza hapo aonyeshe uwezo mkubwa. Kocha anaweza kafikiria kwamba basi ngoja niwe nampa dakika kadhaa, mwisho siku anaweza kupata namba. Kwa hiyo ni namna ambavyo ya mapambano ya kutafuta namba ndio ambayo yako pale Yanga. Atupiani namba pale kwa sababu tunalipa fadhila au tunampendelea mtu. Kwa hiyo Musa Bala Conte na wachezaji wengine ambao wamesajiliwa msimu huu wanatakiwa waonyeshe. Ndio maana unaona mtu kama Pacome Zouzoua sio kwamba anapewa fadhila, ni mchezaji ambaye unamuona kila mechi anacheza vizuri. Mtu kama Max Zengeli apewi fadhila, ukimwangalia kazi shughuli anayofanya uwanjani unasema huyu anastahili kuanza. Kwa hiyo huo ushindani wa namba ndio unaleta utamu kwenye timu yetu ya Yanga. Tumalizie kwa Andy Bobo Boyeli. Hayo ni maingizo mapya tulikuwa tunayajadili ambao ni ya kigeni yaliyoingia ndani ya Young Africans. Andy Bobo Boyeli. Boyeli naye ni striker mzuri sana. Ni mchezaji mzuri sana, na ukiangalia akipata nafasi anafanya maajabu, lakini pale kuna Prince Fumelelo Dube ndio ambaye kocha anamwamini kwamba ni striker namba 1. Umeelewa? Kwa hiyo ili kuweza kupata nafasi Boyeli, manake
huyu striker namba moja aidha apate majeraha au mwalimu amue sema leo kwenye mechi hii nende na double striker. Na ashai kufanya hata kwenye mechi ya juzi hapo tumecheza na nani hawa? Tumecheza na Coastal Union. Umeelewa? Kwa hiyo akiwa kuna ulazima kucheza na double striker, maana Boyeli atacheza. Lakini kwenye first 11 kwa maana ya starting lineup bado anamwamini sana Prince Dube. Kwa hiyo akipata nafasi Boyeli akaanza, kwa sababu mechi ziko nyingi. Kuna ligi kwa maana ya ligi kuu, kuna FA, kuna Mapinduzi. Sidhani kama tutacheza nadhani anaweza akapata nafasi kwenye mechi hizo. Ukionyesha kwenye mechi hizo na mwalimu akakuamini anakupa nafasi. So mwalimu anatamani kupata mchezaji ambaye anaweza kumpa matokeo. Yaani mwalimu yoyote duniani wa mpira huwa anapanga mchezaji, kwa sababu yeye ndio bosi, huyu mfanyakazi wake. Mchezaji anapofanya vibaya lawama inakuja kwa kocha. Kwa kocha hawezi kupanga mchezaji ili kukufurahisha wewe. Kwa sababu ile ni ajira yake, ni kazi yake. Ukiona Boyeli apate nafasi, maana yake mwalimu haoni sababu ya kumwanzisha Boyeli mbele ya Dube. Alafu kuna kitu kingine pengine mashabiki wanashindwa kukielewa. Kila kocha huwa anakuja na mbinu zake na namna ya mchezaji ambaye anaifaa. Unaweza ukamchukua Cristiano Ronaldo na ukamleta hapa Yanga kulingana na mfumo wa kocha akaonekana si mchezaji mzuri. Umeelewa? Si kila mchezaji mzuri anafaa kwenye mfumo wa kocha. Ndipo unaweza kuona mchezaji wako ukasema kipindi ambacho yuko Roman Falls alikuwa anaamini sana kwenye Andambwile, akiwa anaamini kwamba kama namba 6. Lakini alivyokuja huyu kocha mpya Andambwile sasa hivi anaanzia nje, Duke Abuya anaanza. Kwa hiyo si kila mchezaji mzuri anaweza kupata nafasi kwa kila kocha. Kwa hiyo tuamini kwenye mwalimu kwamba Eddie Boyeli ni mchezaji mzuri, akipata nafasi kwenye mechi yote akamshawishi zaidi mwalimu. Kwa mfano ameingia labda kwenye dakika ya 70 afa akapiga goli 3 hivi, mwalimu mechi ijayo anashindwa kumwanzisha au akafunga goli 2 au mechi ikawa ngumu kwenye hiyo mechi hiyo katika dakika hizo ingizwa hata 70 au 80 akafunga goli 1. Kwa hiyo mechi inayokuja mwalimu atamwamini, anasema kwamba ngoja nimpe nafasi huyu, wakati huyo labda Dube amecheza mpaka dakika 70 hajafanya chochote, anakuja kumuingiza huyu dakika 70 anaonyesha uhai, anacheza vizuri na anafunga goli. Mwalimu mechi inayokuja sasa ngoja tumwanzishe huyu Boyeli. Ukianzisha Boyeli na ukaonyesha kwamba kuna sababu ya wewe kupangwa, unacheza tu. Yaani si kwamba hakuna mkataba wote kwamba Dube lazima acheze mechi zote au Boyeli au labda Max Zengeli acheze mechi zote. Ni namna ambavyo mazoezi unavyoonyesha na ukipewa mechi kile unachodeliver. Kuna haja ya maboresho katika eneo la striker? Sina hakika sana na hilo, kwa sababu bado Boyeli hajapewa nafasi ya kutosha. Umeelewa? Inaweza ikawa tunaona labda changamoto za Dube za kukosa magoli ni kwa sababu pengine Boyeli hajapata nafasi. Pengine angepata mechi 3 4 nikaona changamoto zake, ningesema labda kuna maboresho. Mimi naona sasa hivi tutulie tu kwa maana ya kumpa kocha muda wa kuweza kukifanya kikosi kiwe na chemistry, wa wachezaji waweze kuelewana ili tucheze, kwa sababu kwenye mpira wa miguu inashinda timu, sio mchezaji. Yaani inachoshinda ni timu, sababu hata striker ukiwa mzuri kama upati malisho manake huwezi kufunga. Kwa hiyo timu inacheza, kwanza tuanze kwenye timu itengenezewe misingi ya kwamba tunajua kulinda, tunajua kwa maana ya kushambulia na kukaa na mali. Alafu baadaye masuala ya kama kuna tatizo la striker la nini tutajadiliana baadaye. Lakini mimi nikiangalia Boyeli, kimwangalia Mzinze, nikimwangalia Duke, sio ni nani kwa maana ya Dube, sio kama kuna sababu sana ya kutafuta striker, kwa sababu eneo la striker ni eneo nyeti sana. Alafu sio Afrika tu, hata dunia nzima sasa hivi kupata mtu mwenye yani striker mwenye uwezo ule, yani striker hatari ni aghalabu sana. Yani hilo ni tatizo la dunia. Umeona sisi tumemtoa Mayele hapa. Afrika nzima sasa hivi inamtazama yeye. Umeelewa? Si rahisi sana kwenda kumpata striker wa kaliba kama ya Mayele. Kwa hiyo unaweza ukasema ngoja nifanye usajili kwa sababu ya kuridhisha mashabiki na wanachama, afu kaenda kuchukua striker wa kawaida, alafu bado wanajipa hasara. Mimi naona viongozi tu pengine watulie, wampe muda kocha ili aweze kutengeneza kikosi ambacho kinaweza kucheza. Shukrani sana Nabii Meja. Asante.